Lakini ndugu zangu, kama mnavyofahamu, nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu mwezi Oktoba, ambao utachagua rais, wabunge na madiwani. Uchaguzi huu ni muhimu na mwaka huu ni muhimu sana, na kwa sababu hapa nimekutana na viongozi wa dini na wanadini wenyewe, nitoe wito kwenu viongozi wa dini na waumini wote kubeba wajibu wa kuombea amani na utulivu na kujiepusha kujiingiza katika vitendo vya kuhubiri vurugu, ghasia au kushiriki kusukuma ajenda ambazo zitavuruga amani na utulivu wa nchi yetu. Amani na utulivu wa nchi yetu ni tunu kubwa ambayo viongozi wetu, waasisi wa nchi yetu wametuachia, na sisi hatuna budi kuilinda na kuhakikisha tunarithisha vizazi na vizazi vijavyo. Wito wangu kwenu, kila mmoja kwa eneo lake, mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa na katibu pamoja na viongozi wote wa dini, tuna wajibu wa kuendeleza kuwakumbusha waumini wetu kila siku umuhimu wa kuendelea kuitunza na kuilinda amani na utulivu tulionao. Ndugu zangu, natambua leo sio siku ya kuongea sana. Muda si mrefu nitakabidhi sadaka kwa makundi maalum ya wahitaji. Hivyo nimalizie salamu zangu kwa kuwashukuru tena benki ya CRDB na management, sekretarieti ya mkoa kwa kutuandalia futari hii. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa CRDB, katuheshimisha sana, kawatoa wakurugenzi wawili kuja kushiriki nasi futari ndani ya mkoa wetu. Ni upendo wa hali ya juu, turejesheni shukrani zetu za dhati kwake. Tunajua ni mtu mwema, muungwana, anayetujali sana na ametujali na kututhamini sana Wanasongwe. Mwambie na sisi tutaendelea kumpa ushirikiano kwa kiwango hicho hicho ambacho ameonyesha ushirikiano kwetu. Ndugu zangu, aidha nitumie fursa hii kuwaombea heri kwa Mwenyezi Mungu azikumbuke sadaka zetu na kuwajalia mema katika uendeshaji wa shughuli zenu. Mwisho, niwapongeze wananchi wote wa mkoa wa Songwe kwa kuendelea kutunza na kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Lakini pia nitumie fursa hii kuwatakia Waislamu wote nchini mfungo mwema katika siku zilizobaki. Ni pongezi ambazo amenipa mkurugenzi wa uendeshaji wakati anazungumza, amenipa pongezi. Kanipongeza kwa kuja na kushiriki shughuli hii muhimu kama nilivyoalikwa, lakini kuhakikishie hata msingenialika ningekuja kuonyesha upendo wangu kwenu, kwa sababu ninyi mmekuwa mkionyesha upendo mkubwa sana kwetu pia. Mwisho, niwatakie Ramadhani Karim. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana.